Mhashamu Baba Askofu Mkuu Juda Thaddaeus Ruwa'ichi, Askofu Mkuu wa Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam, Mhashamu Baba Askofu Stefano Msomba, Askofu wa Jimbo Katoliki la Bagamoyo, Mhashamu Baba Askofu Henry Mchamungu, Askofu Msaidizi wa Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam, waheshimiwa sana mapadre, watawa wa kike na wa kiume, Mheshimiwa Spika mama yetu Anna Makinda, Spika mstaafu wa Bunge letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, waumini wenzangu, ndugu na jamaa na taifa la Mungu, Kristo tumaini letu. Mimi niliyesimama mbele yenu kwa niaba ya familia, nimesimama kwa ajili ya kutoa shukrani kwa niaba ya familia yetu. Mimi naitwa Solomon Subira Sabuni, ni mtoto wa 4 katika familia ya Katekista Stefano na Mama Loisi. Padri Sabuni yeye ni mzaliwa wa kwanza. Baada ya dada yetu dada Neema anafuata Padri Sabuni, lakini anazo sifa 2 kuu. Ya kwanza, yeye ndiye mzaliwa wa kwanza wa kiume katika familia yetu, lakini pia katika ukoo wa babu yetu, kwa maana wajukuu wa kiume, yeye pia ndio mzaliwa wa kwanza kwa umri. Kwa hiyo katika familia yetu, baada ya dada yetu anafuata Padri Paulo marehemu, anafuata dada yetu mwingine tuliyemzika 2021 Pendo Veronica, nafuata mimi. Kwa baada ya marehemu Padri Sabuni kufariki, mimi sasa nakuwa ndiye kijana mkubwa wa kiume katika familia. Baada ya kusema hayo, tunashukuru sana kwa maisha ya Padri Sabuni. Watu waliweza kujiuliza alifikaje jimbo la Dar es Salaam. Alipokuwa na miaka 11 alichukuliwa na baba yetu mkubwa Emmanuel Mboje mwaka 93 kwa ajili ya kuja kufanya masomo na hatimaye akawa padri akiwa jimbo kuu la Dar es Salaam. Tunakushukuru sana baba kwa kazi hiyo nzuri na kwa kazi ambayo umeifanya wote wana jimbo la Dar es Salaam. Basi tunayo shukrani kwa makundi yafuatayo. Mosi, tunamshukuru kwanza Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya Padri Paulo Sabuni kwa mema aliyomjalia katika maisha yake. Pili, tunatoa shukrani kwa Baba Askofu Mkuu sana Juda Thaddaeus Ruwa'ichi na msaidizi wake Askofu Henry Mchamungu, kansela wa jimbo, ofisi ya uhasibu jimbo na mapadri wote wa jimbo kuu la Dar es Salaam kwa matunzo yote mliompatia ndugu yetu alipokuwa na afya njema na hata alipokuwa mgonjwa. Mungu Mwenyezi awalipe kwa ukarimu wenu huo mkubwa. Tatu, tunawashukuru mapadri wanadarasa wenzake wakiongozwa na Father Aidan Vincent Mbezi, Charles Kayumba, kwa sababu hao walifika pia nyumbani miaka ile, na wanadarasa wenzake wengine wote kuanzia mwaka 2005 walipoingia nyumba ya malezi na hatua zote hadi kufikia upadri mwaka 2014, na hata kuwepo pamoja naye angali mgonjwa, na hata pale alipopatwa na umauti walikuwa naye bega kwa bega. Asanteni sana sana mapadri wanaulika wa marehemu kaka yetu Padri Paulo Sabuni. 4, tunamshukuru Padri Emmanuel Mbuya, paroko msaidizi wa parokia Mtakatifu Ambrose IPTL, kwa kufanya kazi naye na ndugu yetu
kwa kumjali na kumpambania hadi kifo. Shukrani hizi ziwaendee waamini wote wa parokia ya Ipitielo kwa kuishi na kaka yetu. Mungu awabariki sana. 5, tunatoa shukrani kwa waamini wote wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam kwa kumpenda, kumpokea na kufanya naye kazi, hasa parokia za Mivumoni, Tabata Kisiwani, Manzese, Magomeni na Kitunda. Asanteni sana sana sana. Mungu awabariki. 6 na mwisho, ila si katika umuhimu, asanteni sana madaktari na wauguzi wa hospitali ya Apollo India, Dr. Prasadi na wenzake, madaktari na wauguzi wa hospitali ya taifa ya Muhimbili, wahudumu kutoka Damu Salama na daktari wake Harrison Chua na wauguzi wote wa hospitali ya Aga Khan. Mungu awabariki sana kwa kupigania uhai wa ndugu yetu na kaka yetu. Inakuwaje sasa? Inakuwaje sasa? Tunalo neno moja la kumalizia. Wakati Father Sabuni anafariki, kuna watu wa karibu na mimi walipigiwa simu wakidhani kwamba mimi ndiye niliyefariki. Wengine kwenye magrupu ya kazini wakawa wanatoa pole, lakini sio mimi. Nawakumbuka sana ndugu zangu wa Magomeni. Tulipokuwa na upadirisho kule Mwambagole, Jimbo Kuu la Mwanza, wa Padri Barnabas Nturugu yuko pale, nimemwona. Watu wa Magomeni walinidaka sana pale. Nadhani walizani na mimi ni kama Padri Sabuni, lakini sikuwa mimi. Labda mimi tu ni Yohane basi mbatizaji. Kwa hiyo tunaomba mtu akiwauliza kwa nini Mungu amemchukua mapema, mwambieni au waambieni kwamba mapenzi ya Mungu ni makubwa zaidi kuliko mapenzi ya mwanadamu. Raha ya milele umpe, e Bwana, apumzike kwa amani. Raha ya milele umpe, Bwana. Padri Paulo Sekela Mboje Sabuni apumzike kwa amani. Raha ya milele uwape, e Bwana. Marehemu wote wapumzike kwa amani. Asanteni sana kwa kunisikiliza.